Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Hiyo siwezi kuongea ndugu yangu Mwandike, nisamehe sana. Hamna Mwandike, niachie tu, siwezi kuongea, niache Mwandike. Bwana huyo ni mwanachama wa klabu ya soka ya Simba Kisugu maarufu kwa jina hilo, akiyazungumza hii leo mara baada hapo jana timu yake ya Simba kukubali kichapo cha bao 2-0 kutoka kwa Young Africans. Lakini tujikumbushe kabla pambano, kabla ya mechi ya dabi kuchezwa, yeye aliyazungumza haya bwana Kisugu kuhusiana na mechi ya dabi ya Kariakoo. Mimi nafikiri kwamba sina kuzungumza katika hicho kwa sababu siwezi kuwazungumzia hao mashabiki. Kila mmoja na mtazamo wake, kila mmoja atatumia akili yake, kwa sababu leo ni siku ya tarehe 25, lakini siku ya Jumatano nafikiri Jumatano watu wanaangalia, wako katika mchaka wa mtu mweusi hali mpaka atoke jasho, kwa sababu tumeambiwa maneno ya kwanza, Mungu anamwambia Adam utakula kwa jasho. Kwa hiyo leo tumeamka katika siku ambayo katika kupambana kwenye maisha ili kuhakikisha kwamba jasho linatoka na maisha mengine yanaendelea. Yes, Mwandike. Mechi vipi sasa? Ipi hiyo? Si Yanga na Simba leo. Sinasikia saa 11. Tusubiri ifike saa 11 ndugu yangu Mwandike. Lakini wewe ni mwanachama mkongwe kabisa na mwanachama mkubwa kabisa wa klabu ya soka ya Simba. Mechi unatazama vipi? Nasema tusubiri saa 11 ifike Mwandike. So mimi sina cha kuzungumza katika hicho. Mbona kama mna hofu hivi? Hofu ya nini? Yaani kama mnaogopa fulani hivi? Hatuwezi kuogopa sisi, kama kufungwa tumeshazoea kufungwa. Tumefungwa mara moja wala tumefungwa mara mbili. Kama kukosa ubingwa tumeshakosa ubingwa mara nyingi. Hofu iwepo ya nini Mwandike? Yaani kwamba si mna kumbukumbu kwamba mara nyingi Yanga wanawafunga kwa misimu ya hivi karibuni? Na ndio maana nikasema hofu ya nini? Kufungwa. Wakati sisi kufungwa tumeshazoea, hofu ya nini? Kombe liko uwanjani. Yes. Si kombe liko uwanjani leo? Sawa, wacha liwepo. Achatoka. Haki yake kuwepo. Haki yake kuwepo, acha liwepo. Wewe saa ngapi utaenda uwanjani? Mimi niko kwenye pilika za mtu mweusi. Najua siwezi kula mpaka nitoke jasho. Acha kwanza nipambane, baadaye ndo nitajua. Baadaye ndo utajua kama utaenda uwanjani, si ndio? Hapana, hilo nimesema baadaye ndo nitajua. Baada ya kumaliza pilika zangu. Pilika imesha muda gani kwako? Inawezekana ikawa saa 12 au saa 1 usiku. Lakini Kisugu, naam, mbona kuna taarifa kwamba viongozi wanapeleka timu? Sawa, kama taarifa umepata na wewe mtangazaji waambie. Kama umepata taarifa ya Simba, sasa mimi niweze kuikataa. Mimi ni mwana Simba, ni mwanachama mtiifu. Sasa kama naishi kwa amri, naishi kwa utaratibu, wasikiliza management ya Simba inasema nini. Kwa hiyo mimi kila nikilala nikiamka naangalia page ya Simba. Kwa hiyo kama umepata taarifa itakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo kama timu itakwenda, shughuli yako utakatisha ya kutafuta? Mimi natafuta riziki, pilika mtu mweusi. Riziki leo natafuta taratibu, mtu ambaye ananituma. Yawezekana saa 1 ndio namaliza kazi shehe. Si ndio? Sasa kama timu itakwenda kabla saa 1 vipi sasa? Utaikosa hiyo mechi? Siwezi kujibia neno kama. Kwa nini sasa? Siwezi kujibia neno kama, kwa sababu neno kama kwangu bado hajakamilika. Mbona kama hatucheze part 2? Labda hayo unasema wewe. Labda hayo unasema wewe. Au ndio umeamua kuingia na style hii kwa msimu huu? Hapana, unatusemea Simba. Mimi nafikiri Simba tumeshasema. Tumetoa barua yetu toka tarehe 12. Mwandike katika peji za Simba uweze kusoma. Kuna namna ambavyo Simba tulisema nini. Kwa hiyo mambo mengine kama unazungumza wewe style ya kuingia, labda Simba ndio kuingia kwa style yake, ni mtazamo wako ambao pia una uhuru kutazama katika hicho ambacho unachokiona. Lakini hii haiwezi kama mind game kwenu. Nimesema wewe amua kuipa akili yako ifikirie, ikiwa mind game, ikiwa wa Simba wanaogopa, lakini rejea kwenye barua ya Simba tarehe 12. Nafikiri ilikuwa ameshazungumza mapema. Sasa kama mtakwenda uwanjani tuwazungumzie nini kesho? Ama leo? Unasema sasa kama mtakwenda, basi subiri kwanza watu waende, baadaye ndio uulize hilo ambalo unataka kuuliza. Subiri uone, baadaye utauliza hicho ambacho unachotaka kuuliza. Kuna mtu kaniuliza kwamba mbona kambi haivunjwi kama mtakwenda uwanjani? Kambi bado inaendelea. Wache kambi iendelee, kwa sababu sisi ni Simba.
tuna utaratibu wetu namna ya kuendesha timu yetu, tuna mipango yetu ya kuvunja kambi, tuna utaratibu wa kuaga wachezaji na kuwapongeza kwa kazi nzuri waliofanya. Kwa hiyo hatuwezi kuvunja kambi kana kwamba namna ambavyo nyinyi mnavyotaka. Tutavunja kambi pale ambapo utaratibu wa Simba umeona umekamilika kuvunja kambi na staili sasa. Yes. Nasikia mnafanya janja ili kwamba watu wasipate mapato. Umesikia kwa nani? Umesikia kwa nani? Lisemwalo lipo. Yawezekana lisije vile vile. Kisugu, nakuona vile. Yes, nimepiga vizuri leo, nimepiga suti, umeniona? Basi uwanjani unaenda Kisugu. Uwanjani unaenda. Nimesema nimepiga suti leo na koti nzuri. Piga kiatu ngozi, alhamdulillah, namshukuru Mungu nimeamka salama, niko katika jiji la Mwalimu. Rangi gani suti umepiga hiyo? Hapa suti bana nimepiga nyeupe na blue. Hiyo safari ya kiwanjani Kisugu hiyo. Hiyo safari ya kiwanjani hiyo. Unanisemea? Wewe huwezi kuwa kwenye harakati na suti bwana. Nimesikia kwamba kuna tiketi maalum zimechukuliwa jana. Umesikia kwa nani? Wewe tuishie hivyo, lakini tiketi zimechukuliwa pale. Wewe unaamini taarifa ya Simba inapatikana wapi? Wewe unaamini taarifa ya Simba inapatikana wapi? Kwa Simba, kwa uongozi wa Simba. Simba inaendeshwa na utaratibu. Msemaji wa Simba amesema hayo unayosema wewe. Lisemwalo lipo. Nimesema hayo maneno uniyasema, umemsikia msemaji wa Simba akasema? Hata asiposema sikaonekana, wameonekana hao. Ulikwenda kushuhudia kati ya mechi ya Simba na Kagera? Simba na Kagera? Nimekwenda. Nimeenda. Ulipata mahojiano ya kufanya na msemaji wa Simba? Unakumbuka alichosema, nini aliwaambia? Watazungumza. Washazungumza? Mechi leo. Wameshazungumza? Si mechi leo? Nimesema wameshazungumza. Mechi leo. Wameshazungumza. Kuzungumza kwamba watakuja uwanjani. Basi sawa, tusubiri waje, itakuwa jambo jema. Si vikao vimekalika. Nasema tusubiri waje, itakuwa jambo jema. Wewe hujamuona Mangungu. Nasema wasubiri waje, itakuwa jambo jema. Sawa, shukrani sana bwana. Tukutane uwanjani baadaye. Asante wapo, ni washukuru sana. Washukuru sana kwa kazi kubwa na kazi nzuri mnaifanya. Mnawatangazia Watanzania wanaelewa, habari moto wanapata. Kikubwa ni muombe tu kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema, lakini niwaambie msemo mmoja lazima mbebe. Wanasema siku zote yatima huadeki. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.